Kwa nini wengi wanajuta kwenye ndoa? Kwa nini wengi wanajuta kwenye ndoa? Hebu nisikilize kwa dakika 3 niweze kukupatia majibu. Kwa majina yangu naitwa mtumishi wa Mungu Nicholas Robert Setebe. Nipo kwa ajili ya kukuletea dondoo mbalimbali zihusu ndoa na mahusiano. Kwa leo tutajadili kitu kidogo sana kinaitwa majuto. Herufi kadhaa tu majuto, lakini zina maumivu sana hizi herufi. Hizi herufi zinafanya wengine wanajining'iniza kwenye kamba na hata kujinyonga. Majuto kwenye ndoa. Kwa nini majuto hujitokeza kwenye ndoa? Kitu cha kwanza ambacho naweza kusema kinachopelekea mwanamke au mwanaume kuingia kwenye majuto kwenye ndoa, na hasa upande wa wanawake, mara nyingi huwa wanajuta wanapoingia kwenye ndoa. Kitu cha kwanza ni hali ya kutelekezwa. Mwanaume anapomwoa mwanamke huwa mara nyingi sana anasahau kwamba mwanamke anahitaji kuwekwa karibu, kwamba mwanamke anahitaji kusikilizwa, mwanamke anahitaji kuhudumiwa. Wengi wakishamuoa mwanamke, mtoto wa watu, binti wa watu, wakimweka ndani, kinachofuata anamtelekeza. Nikisema anamtelekeza namaanisha nini? Namaanisha hata zile outing tena zinakuwa hazipo. Yale mambo ya tutoke twende out yanakuwa hayapo tena. Kwenye masuala mazima ya mavazi, mwanamume unakuta hana muda tena wa kumnunulia hata mavazi. Mtoto wa watu anavaa ndala zimechakaa, anavaa nguo zimechakaa. Mtoto wa watu nywele zinachakaa, hata mafuta mnunulii. Kwa hiyo anatelekezwa kama gari lililokosa mafuta gereji ama lililokosa spare. Hivyo basi linakaa hapo linaota na majani ndani. Ndivyo mke watu wengine wanamfanya hivyo. Basi hatua hii inapofikia majuto, uwe na uhakika kwa huyo mama, kwa huyo binti, lazima yatakuwepo. Narudia tena, kukosa kuchukuliwa out, kupelekwa out, kuhudumiwa, kuachwa nyumbani pasipo kutolewa hata out, kupelekwa sehemu mbalimbali, uwe na uhakika mke huyo atakuwa mpweke sana. Na katika hali ya upweke, ndani ya upweke wake, ndio tunapata kitu kutelekezwa. Hapo ndipo sasa tunaposema ametelekezwa, kwa sababu anakuwa mpweke. Anawaza mida hii saa hizi mume wangu amerudi, lakini ametoka, alipoenda sijui. Yeye anabaki anatamani kwenda mahala fulani kunyosha miguu, lakini hawezi, anakuwa mpweke. Kwa hiyo anakuwa ametelekezwa huyo mtu. Majuto, uwe na uhakika lazima yatakuwepo kwenye hilo eneo. Basi chunga sana ewe mume uliooa ama kijana uliooa, usimtelekeze mkeo. Utasababisha majuto makubwa sana kwenye ndoa. Cha pili ambacho unaweza kusema, kutoheshimiwa. Cha pili ni kutoheshimiwa. Unakuta mtu amemuoa binti wa watu, amemuoa dada wa watu, lakini anakosa kumheshimu kama mke tena. Mwanzoni anakuwa na ukaribu naye, mwanzoni anakuwa anampenda vizuri, mwanzoni anakuwa anamheshimu sana, hata wakati wa uchumba na hata wanapoingia kwenye ndoa, lakini baadaye anakosa kumheshimu kabisa. Anaweza kumtamkia maneno magumu, anaweza hata akafikia mahali ya kumsukuma na mwanamke kuweza kuanguka na kuumia ama kupata hata majeraha mbalimbali. Basi uwe na uhakika majeraha haya atakayoyapata, hali hiyo ya kumsukuma na kujigonga mahala fulani, atapokaa peke yake lazima atahisi majuto mazito sana. Atajuta kwa nini amekutana na mtu wa namna hiyo, kwa nini ameingia kwenye agano hilo. Majuto huzaliwa ndani ya ndoa baada ya mtu kumtelekeza mkewe, baada ya mtu kuto kumheshimu mkewe na kumuona si kitu tena. Uwe na uhakika mama huyo lazima, ama mke huyo lazima ataingia kwenye majuto. Cha tatu nachoweza kusema ni kutokuhudumiwa. Kutokuhudumiwa kunapelekea mwanamke kujuta kuingia kwenye hiyo ndoa. Atajuta, uwe na uhakika atajuta kwa nini aliingia kwenye hiyo ndoa. Kuna baadhi ya wanaume, si wote, wanapooa mara nyingi sana huwa hawana tena muda wa kumhudumia huyo mke. Akishaingia ndani basi hajui kama kanga zipo, hajui kama nguo anazo, hajui kama nywele zimechakaa, haelewi chochote. Yeye kazi yake anaporudi ni kujua chakula kimepikwa tayari, kimewekwa kwenye meza, na usiku anahitaji haja zake tu basi. Lakini pasipo kujua
mke anahitaji kuhudumiwa. Wapendwa katika Kristo, hasa nyinyi wanaume, vijana ambao mmeingia kwenye ndoa au bado hujaingia kwenye ndoa, usiache kumhudumia mkeo. Usiache kumhudumia mchumba wako ambaye anatarajiwa kuwa mkeo. Usiache kumhudumia. Tambua ameacha kuhudumiwa na watu wengine wote, amekuja kwako, amejifunga tayari kwa ajili ya kuingia na agano na wewe. Lakini leo hii unapoacha kumhudumia ni hatari sana. Basi endelea kunifuatilia katika dondoo zangu hizi zihusu mahusiano na ndoa. Utaendelea kupata vitu ambavyo vitaimarisha ndoa yako, na ndoa yako itakuwa na furaha na amani na kicheko daima. Asante. Mimi kwa majina naitwa mtumishi wa Mungu Nicholas Robert Setebe. Unaweza kunifuatilia Facebook na YouTube wa mtumishi wa Robert Setebe. Asante kwa kunifuatilia na kutenga muda wako. Ubarikiwe sana.